Alright, ladies and gentlemen, karibu sana katika Mzua Kibao TV. Niko na warembo wawili, watajitambulisha and of course tutaona mambo vile inaenda. Karibuni sana. Asante. Kwa majina naitwa Miss Owish, hiyo ndio jina langu ya mtandao wenye wananijua nayo. Exactly. Kwa majina naitwa Linda Kinyi, jina ya mtandao ni Atotona. Okay, Atotona na Miss Owish. Mbona one time? Sisi ni one term bloody. Si mambo na kurudi nyuma. We are one term development. Sababu zako? Okay, the reason why I support one term ni venye sibambiki the way uchumi iko sahi. Uchumi ni mbaya, unaona? Like for example, tukiangalia mambo na health ndio kitu yenye inasumbua watu sana. Unajua when kama for example tuseme kila mtu ako sawa, then like for example hata kwa debate tunakuanga na opposers and proposers. All of us cannot go to one side. So kila mtu kuanga na reason yake ya kusupport, yote anataka kusupport. Sasa hiyo ukiangalia sana watu wanaumia. The reason watu wanaumia sana hosi ukienda saa hii. Walisema hii kitu yenye imeletwa kama SHA inatumika. Lakini bado sisi hatutambui SHA. At least hata venye Uhuru Kenyatta alileta Linda Mama, that thing was really working. Ilikuwa ina work kabisa in both public hospitals. Yani Linda Mama ilikuwa inasaidia wamama. Lakini utapata saa hii na venye uchumi iko, wamama wanapitia mengi sana. Najua hakuna kitu mbaya kama mama kuumia. Kubeba mimba si rahisi. For example, huwezi niambia tuwezi zaji uchumi ni mbaya. Lazima wanazaa. Unaenda hosi unaambiwa lazima ulipe SHA. Hata kama uko hali yenye nakaje lazima ulipe SHA. Alafu tena sasa unapata public hospitals wamegoma, like hawajalipwa, unaona? Na kama hawajalipwa basi pesa zimeenda wapi? Hawajalipwa, lakini unapata watu sijui wakina nani wamelipiwa pesa sijui waende wafanye nini. Like pesa zinatumika in the wrong places. Badala wachukue hizo pesa zenye wanaharibu sijui akina nani sijui wanaenda kupigana na kina nani wamepatiwa sijui milioni ngapi. Walipe madaktari warudi. Sisi tutakuwa tunasikia fiti wakati uhai zetu ziko sawa. Unapata hata hiyo SHA yenye unasema maybe umetulia tu. And kitu yenye ilikuwa inanishangaza ati hii SHA kama once umeiapply lazima inakatwa. Hata sijui venye wanajua. Kwanza nataka tu kuuliza Safaricom, wamejua aje pin yako ya M-Pesa? Kwa sababu umetulia tu unapata pesa ishatolewa kwa M-Pesa yako na wameichukua. Hata wakulizi pin. Hapo pia wanatumiza. I think wanafata kukuja na kitu yenye unaulizwa kwanza, should this money be dedicated? Unasema yes or no. Jo maybe hata hiyo pesa ulikuwa unataka kutumia. Wao wanachukua tu pesa in the name of ulisha apply. Na tena sasa hivi ukienda hata in private hospital, they are very restrictly. Unapata unalipa kwanza 10k. Hizo si ukilala leo lazima utalipia. Kama unazana CS unapata ni 30k. Nyumba sasa zingine unaishi hata nyumba ya mabati. How will you get all those money? Hawezi pata. Unaona? You cannot get like watu wanaumia bana. People are really suffering in this world. And that's why mimi kwangu nasema tu ni one term, because we need new leaders, new development, new change. Vitu kama hizo. Toto. Mimi kitu naweza sema kwa one term na support one term. Sasa uchumi imekuwa ngumu, vijana hawana kazi, sisi wasichana hatuna kazi. Unapata tunaingia kwa ndoa ile haraka, mtu anaanza kuhangaika. Unapata vijana wameingia ile ya uizi, juu hakuna kazi. Lakini serikali akisikia kuna watu wanapigana pahali, atatoa 1 million. Na vijana hawana kazi. Vijana wangekuwa na kazi, sidhani kama hii kitu ya uizi ama wasichana kuingia kwa ndoa ya mapema ingekuwa. Exactly. Ukiangalia sasa hivi utapata wizi imeendelea. Like vijana wamekufa. Pia yeye unajua vijana anapiga hesabu, nafaa kulipa nyumba, nafaa kulisha kama makangu na sina kakitu. What am I supposed to do? Wacha niende niibe, at least that is my source of income. Ukipiga hesabu hata mimi nashindwa wenye wanasoma kwa nini? Hakuna kazi. There is no job. Sisi tulimaliza kazi lini? Hatujaipata kazi. There is no job in this country.
Ndio maana unapata at least mtu anajisacrifice. For example, anasema ni nini nikifanya, ama maybe niumize mwenzangu, kama hiyo ndio inaweza fanya nipate ya maybe ya kukula, hata kama ni leo nikose ya kesho, acha nikule. And that's why unapata mama wengi wamepoteza watoto wao juu unapata sijui mwingine amechomwa Kitengela, mwingine sijui amechomwa sijui Githurai, sijui wengine wamechomwa wapi. Na pia wakati wenye wanaiba wanarudisha uchumi nyuma juu unapata mtu ameenda kwa duka ya mtu ameiba pesa yote, amerudisha huyo mtu nyuma ama hajamrudisha. How to start a business is not that easy. Alafu unapata umeanza biashara yako, mtu amekuja kuiba, hutamhurumia, atachomwa. Na life ni kitu yenye tuna get in once. Ukisha get life yako ni hivyo, ikishaenda iwezi rudi. Na si society wanagongwa ati wanaonewa huruma. These people are being killed, ile too literally. Wanakuwa killed kabisa. Juu wanapiga hesabu, tunataka mapato. Hii mapato tutapata aje? Hata nikifanya nini, nitembe na barua wapi? There is no work. Hata nifanye course gani, siwezi pata kazi. Mjengo naye siku hizi pia imejaa hivi. Hata nyumba za kujengwa zingine aziko. Watu wanajenga nyumba, pesa iko wapi? You see? Hizo ndio vitu zenye tunaongelelea. Hakuna kijana mwenye atakuwa na kazi. Wajua ukifuatilia hii kampeni ya Saiko na tuseme tu like it is funny. Unasikia mtu anakuambia una support one term na uko na njaa. Unaona? Usijue kama umesikia kitu kama hiyo. Like they believe that sisi wenye tuna support one term si ni wajinga, kwa sababu wao wakisupport two term there is something that they are earning. Lakini sisi tunapiga hesabu eri tukulwe tu na njaa kwa saa hii, bora to fight for a better tomorrow. Unaona? Lakini wao wanasema wacha tukule yenye iko ya kesho watu angali. So these two people can never be like hatuwezi fanana. Unapiga hesabu. Yeye anasema wacha nikula hata kama kesho nitakosa, lakini ya leo nimesa. Sisi tunasema tunataka kitu yenye at least wa Kenya wataridhika, waseme nani alifanya hii kitu. Una get? Yeah. Now, tuko 4 years tangu Ruto apewe awe madarakani. Labda ni kazi gani amefanya nyinyi mmeona? Kazi yenye William Ruto amefanya? Yenye sisi tumeona. Ruto unajua ya kwanza alisema ataleta mashini ya chapo. Tukajua tutaanza kukula. Tutaanza kupika chapo. Hatukuwa yona hiyo mashini, tukasema maybe ya chapo ikiletwa ili ya pesa pia italetwa tuanze kupata pesa. So, you know, yes, we love our president William Ruto, but he's a comedian. Ana yeye na Uburu ni kama they are from one mother. So they are really funny. Yeah, nani ni joker. So ni joker kabisa. Like I really like hizo comedy zenye ana make, lakini ako too funny. Hata vijana waliambiwa watapewa pesa, mama wa mboga watakuwa na vibanda. Labda nyinyi si mama wa mboga, that's why hamna vibanda. Tukipewa hiyo pesa, like mama mboga ni ule mtu mwenye sasa sisi ni mahasla. Sasa mtu ananiambia nataka kupatia pesa ufungue biz. Nishakuwa mama mboga. Sisi jiita mama mboga na sijapewa hiyo pesa, sijaona. Ati unaniambia ongea pale kwa kamera, useme ati naweza. Like acha nisimharibie jina. I don't have that time. Like maybe unajua sasa hivi vijana mnaambiwa like tuseme kuna pesa yenye we want to give out, then mnani support. Aikange hata wiki mbili wanashikwa tu na njaa, wanakuja hivi, ulitudanganya, wapi hiyo pesa? So ndio maana nakwambia siasa ya sasa hii it's just really look funny. Juu kuna wengine wako serious kupiga siasa. Unajua sisi tunasema eri tu nini tupiganie tu, hata kama ni William Ruto wanataka kurudisha venye wanasema. Unajua watu wafano wengine wanasema narudi, wengine wanasema narudi. Then at least huyo president wetu aone ni nini mbona wa Kenya wanitaki na mbona wa Kenya wananitaka. So these are the things that I'm supposed to do, and if I do them at least Kenyans will love me. Afanye kitu za maana, unaona? Then maybe akifanya wavijana wana kazi. Hiyo tunalilia hatuna kazi. Kwani mimi nitakaa tu bwana ananiletea? Uwezi ngoje pesa mwanaume, maybe ameenda kwa hustle, umekosa hapo. What will you do? Unalala njaa. So at least kama pia yeye amekosa na pia mimi na hustle kivyangu, hiyo ndio inaitwa family. At least pia mimi namsaidia kupush life. Si nimekaa tu hivyo. Mimi ni mtu mkubwa tena nimekaa tu kwa nyumba na ngojea niletewe. Na sasa nitafanya nini? Na pia hiyo kazi ya kuna inabidi tu nakaa na moshene kwa plot. What else? Hakuna kitu kingine, ni moshene tu nitapiga ifike jioni, at least hiyo moshene imeenda na njaa. Na ngojea ya usiku. Ama ni aje? Ni hivyo tu. Now, kitu gani Ruto anaweza fanya sasa hivi mgeuze mawazo mkue tutam? Kitu yenye at least akifanya mimi naweza msupport mambo na health issues, watu wanaumia. Then hii historia atoe. Juu mimi kwanza jana wamechukua pesa yangu. Unajua sijapona hata sasa hii.
niko na kidonda kubwa kwa hii moyo wangu. Wengi wanateseka kuzaa OC. Unapata mtu amezaa, wamekwama na hiyo OC, mtoto lazima unasaidiwa. But sasa unakaa huko, saa ingine unakaa hadi mtoto afikishe 4 months juu hauna pesa ya kulipa OC. Saa ingine umefanyiwa CS. Sasa hiyo pia akitoa atakuwa amesaidia wamama wengi. Hayo tena ukipiga hesabu saa hii, sijui kama umegundua hii kitu, hata online unapata wamama wengi wametupa mtoto. Do you know even the reason? Yes, it is not good. Hata kama unapitia uchungu gani, hata iliwache tu OC ama ukimbie, someone will take care of it. Hapo pia wamama tunafanya vibaya. Ushazaa, kubeba mimba si rahisi. Mbona uchukue mtoto utupe kwa sewage? Hizo ni laana zingine, hata useme uchumi ilikuwa mbaya, the world can never forgive you. So but vitu zingine sasa zinafanyika, sijui bwana amemwagiwa maji moto, amechomwa na uji power, sijui nini like dunia imeharibika, unashindwa what is not happening in this Kenya guy. The world itself is very cooking. Sasa ingine bwana ana kazi, bibi hawezi elewa. Sasa unaweza dhani bwanangu ana cheat, kumbe ni kazi ana. Simi ni kuchome juu niletei. Wajua pia kuna wale mabibi wenye awa understand mabwana, halafu atapata mwenye anamuunderstand. Wewe mbona hujaleta? Sijui nini. A man is a person mwenye ana need peace, unaona? So maybe umepata mwanaume ameenda kuongezea mwanamke, huyu anajaa, mbona hujam? Kubali kwa wife. Uchumi ni mbaya, wacha tu tudandia wenye tutadandia. Wajua hakuna kitu mbaya, mimi nimeomba Mungu anipe bwana, Mungu amenipe bwana ya mwingine. So what is my offense? What is my offense there? Mimi nimeomba Mungu anipe bwana akanipe bwana yako. Where is my offense there? Hakuna offense yangu, mimi nimekosea wapi? Si ni Mungu nimeomba. Kuna vitu 2-3 zenye Ruto akifanya tunaweza rudi 1-2 term. Hiyo tunarauka tu asubuhi. Hiyo SHA akitoa arudishe linda mama. Hiyo moja, hata kama mtu alikuwa amepanga atazaa 2032, after 6 months yako anaenda kunini? Ako labor room. Vijana wakipata kazi, nani atakataa kumrudisha? Hakuna. Mimi akinipatia kazi, nikuwe na kazi nafanya, nikirudi naambia mume wangu hii ndo nimepata, utakosa kumsupport? Hauwezi. Lakini hakuna kitu inaniuma, wanasiasa wameficha pesa. Alafu ikifika dakika ya mwisho imagine mimi nitakula na nikose kukupigia kura. Kulingana na ile njaa niko nayo, mimi nitakula tu nikudanganya. Niko njaa vibaya sana. Now, say if you guys decide to vote Ruto out, who is going to replace Ruto? Unaona mwenye anamreplace haezi nini? Haezi kosekana. Shida ni pia yeye atafanya unajua wanasiasa watu wanasema some are the same, but mimi naona like they are a bit different. Kuna ule mwingine anasema ukinipea nitafanya, then hakuna kitu inaniudhi. You have been given like some years, so let leave alone even the president himself. Wacha turudi sasa kwa hawa wadogo sasa, whereby we have the MCAs, tuko na hawa magovernors. Unaona, mimi mtu kama Sakaja sijamwambia kwa ubaya, but just go home, aende tu nyumbani. Why? You know, tao sahi matope inaisha. Zizi unaona ushago kwetu Homa Bay inakaa Italy, inakaa India. Rather than uwezi compare na Nairobi sijui venye umeona venye nakaa na nimetoka tao. Sijui umeona hizo slippers zetu venye zinakaa na nimetoka tao sasa. Ndio tumetoka tao ndio tulanda hapa. Really disgusting. Yes, the people are supporting Sakaja saying that our children wanakula free, si ndio? Ameleta sijui nini. Wacha tuseme mambo na yes amesaidia watoto on which tuna thank, watoto wanaweza kula sijui na 5 bob though sijui. So tuseme watoto wanakula and the compound, the area itself ni dirty, like the environment is not giving. Watoto yes wanakula but they are going to get the disease. Why? Uwezi niambia mtoto amekanyaga masiwages, amekanyaga nini, hapa atashikwa na cholera, kuna ugonjwa zenye zitamshika. Kukula yes anakula, but what next? Anaenda kukua mgonjwa. Why? The area itself is not clean. At least kama usafi iko. Nairobi na sewage imetoboka kila mahali. Lazima ubebwe. Mwenye anakubeba pia maybe ni mwizi. Unabebwa tu vizuri, umejua unaenda kulipa, ukifika mbele unaingizwa kwa store yenye umeingizwa na chapo mangumi na pia na kila kitu. So like vijana wako njaa. Vijana wako njaa vibaya sana. Vijana wako njaa. At least tulikuwa tunaomba at least new leaders zenye tunaenda kupatia opportunity wa behave. Unaona sasa
For example, ukipiga hesabu Oburu aliwaambia anataka power. Wengine wanasema Oburu anataka ujipawa. Si ujipawa Oburu anataka. Wajeni kulazimisha Oburu na kitu nyawezani nayo. Kuna power yenye anataka yenye mkimpea atulie. Utaambia Oburu kaa hapa tunaenda out. Oburu asikie tia nini bunduki imechapa hiyo side yake amefaint. So unapepeta Oburu ama unakimbia una rescue life yako. So Oburu just need the power. That hiyo power watu wanafaa kuelewa ni power gani Oburu anataka. Si ujipawa. Yeah. Now, let's make Nairobi work. Is Nairobi working? Achana mambo ya matope and things like that. Is Nairobi working? Nairobi is not working at all. Because I have even one of my friend claiming that awalipwi. Sasa zingine hadi wanafanya kazi wanachisha katikati. Ushaona ile hakuna kitu chungu umerauka umeenda kufanya kazi then you are not getting paid. Hakuna mwenye anakulipa. So like you unafanya kazi ya udu. Unafanya job hakuna mwenye anakulipa. Sometimes you have a family to feed there. So hakuna kazi. Hata hizi kazi za maid hakuna sahi. Hakuna. Enda kwa hizo nini yenye wameandika house help utapata wamama na wasichana wamejaa hivi. Waganda. Wamejaa hata si Waganda. Hata si mambo na tribe. Wamejaa huko kabila zote. Si hata mimi nilikuwa hapo ni venye nilitoka. Sasa ni kabila yote. Wamejaa hapo. Bado hakuna kazi. They are still waiting for that to happen. On which our party. Na kama ni kazi unapata mama ya mwenyewe, mamako ameenda kufanya kazi ya maid, akuja lisha watoto wake, analipwa 5k, kazi yenyewe anafanya, anatoka huko amechoka. Like he's not giving. Yeah. Now, Miss Owish, Babu said anataka governor. Do you think he can do better than Sakaja? Huyo kwanza tushampigia kura, tunangoja tangazwe. Okay, let me talk about Babu. Hadi umefanya niongelee, but I was not supposed to talk about it. Ukiangalia vitu zenye Babu amefanya, Babu deserved it better to be that governor. Unaona? Babu deserved it. Vitu zenye Babu amefanya, unajua mimi saa zingine nashindwanga na vijana. Sijui saa zingine, si wote but some of them. Utapata wenye wanapiga Babu ni the same young Luo youths. Wenye wanapiga Babu si kabila ingine. Rather than ni the same tribe. The brothers zake. Unajua tukiwa the same tribe hiyo ni kama brother yako. You are like my brother, this is my sister. Tunaitana brother. Ndio wanampiga. Hawamtaki hapo. So unauliza wakina nani wanataka. Brother yako hawezi kukushikilia mkono. Alafu una expect ukiwin umsaidie aje. Sasa mimi niteseke kusimama peke yangu, ukatai kusimama na mimi, hatutaki stories zangu, mimi niende niomoke, alafu na expect mimi nikuchukue mkono tuende na wewe wapi? Kufa kifo yako huko. Like mimi I really do support Babu Owino. Nilisikia mtu akisema ati sijui basari, kwani basari ni kitu yenye mtu anatangaza. Lazima atangaze. Juu kwa sababu venye sijui sai tunaongelelea mambo na kuna kazi, si ndio? Unapata mama amepeleka mtoto wake shule. Unajua hii basari hata kama ni ya 1k ama 3k kuna mali imesaidia. At least umempatia budget ingine yenye akienda ku-withdraw na sema enyewe nani amenisaidia. Basari are helping a lot. Babu amefanya kazi. Sijui mbona wanachukia Babu. Babu unajua I heard Pasari saying that Babu aliachana na Raila. You know Babu used to love Raila so much na alikuwa na msupport. Na sitasahau kinye Babu alisema hata Raila kiwa hai. Alisema ya kwamba I really love Raila Amolo Odinga. But mali amehenda on which alikuwa on Ruto's side, I will not support that side because kenye Ruto anafanya, like anataka Ruto afanye kitu yenye tafanya at least inchi isimame. You understand that? So at least Babu watu wanafaa kuelewa. Alafu on the other side, when Babu alijaribu kusimama peke yake, aseme let me try, juu alianza na baba. Kama hata mimi nguvu ya baba imeniingililia. Alikuwa strong. Na tukiangalia saa hii campaign gani hata yenye Babu anaenda, si unaona venye watu wanampenda. Juu alisimama peke yake hata kama baba ako hai, but in the name of baba made him to be strong. I'm very sure ni Raila alifanya Babu akuwe strong. Yaani hakuna mwenye anaweza mletea. Hao watoto wa baba ndio sahii wamekuwa strong kwa sababu baba yao pia alikuwa kichwa ngumu, on which ni Raila Amolo Odinga. So I don't know why they are hating Babu and Sifuna. Na hao ni watoto wa baba na wamegrow inside Raila and they know everything about Raila. Ndio maana hata wakifanya politics unapata watu wanajaa kwa hizo politics. Why? Walisimama peke yao to stand as strong. Na wenye walikuwa wamelalia tu baba hawajui hata watu wakienda hivyo wanaenda tu, like hawakujitokelezea waseme
Kifo inaweza chukua kila mtu, wacha hata sisi tusimame peke yetu. Walishindwa. Kazi yao ni kulalia tu watu wengine. Kama waezi simama na waongee peke yao kwenye babu anaweza piga kampeni yake, ndio maana wanamuonea wivu. Unaona? Na hiyo si nzuri. It is not good at all. Yeah. Babu amefanya kazi. He deserves to be. Kwanza tunampea. Unaona hiyo campaign uwezi nikosa hapo. Utakuwa unaniona kwa Citizen TV. Si pia wewe? Atoto, why do you think Babu deserve Nairobi County Governor? Hiyo kwa Babu siwezi ongelea sana. Juu sijamjua sana. Sijatembea nikimfuatilia sana. Who is your MP right now? Huko Nairobi. MP wangu ni Babu. MP ni Babu na jiki tenye Babu amefanya. Sasa hizo vitu sikukuwa nafuatilia sana. Mali umetoka, mali unaishi, mtaa unaishi. Babu amefanya kazi ama hajafanya? Mali naishi naye, Babu amefanya kazi. So do you think akiwa governor anaweza badilisha Nairobi? Anaweza badilisha. Hata nadhani mimi pia naweza pata kazi. Okay. Sasa amekupea kazi? Alinipatia basari. Uko na mtoto shule? Nice. Now, tukimaliza. Team one term ODM A na ODM B. At some point do you think hii ODM itarudi kwa kitu kimoja? I think so watakuja kuwa kitu moja because unajua watu wajui William Ruto ni nani. That guy is really, nimekwambia Ruto ni comedian na pia huo na vitu zingine. Hakuna venye atatembea na watu wenye wajulikani. Unaenda kwa rally unabeba mkono, oye, hata kuna mwenye anasema oye tu. Unaona? Like venye Babu na Sifuna wakisimama kwa ground, kila mtu wako Babu Sifuna, sisi ndio Sifuna. Umesikia kitu kaa hiyo? Alafu unapata ile side nyingine hata DJ hakuna. Unaona? Hakuna kitu yenye iko huko. Wanapiga mdomo like nilisikia venye Wanga alisema Babu Owino asijaribu kukanyaga Nyanza. Unaona? Yeye si wale watu. Yeye ni Wanga. Atulie, apangwe. Sisi sasa tutaki mwenye anatupanga. Tuko ready kujipanga sisi wenyewe kwa wenyewe. Unajua sasa Raila hayuko. Mwenye utaniambia vita ikianza sasa Kenya kuna mwenye atasimama aseme no. Tusianzishe hii vita. Na tukiangalia at least wenye wanaweza simamisha hii vita wapende wasipende ni huyo Babu Sifuna na huyo no, yes, hii team B. Alafu sijui mwanamke sijui kalipotianga wapi. Mwenye anakuanga kwa bad girl. I really love that woman. Amilo. Au watu wakikuwa kwa hiyo DMB. Ruto can make, anaweza wachukua ageuke au wengine hadi washunde. Is this the Ruto that we know? We'll know William Ruto na hiyo kigeugeu yake pia yeye. Hata enda na wale watu wenye hata wakina na wao wanafukuzwa. Sasa nipate nikitembea na wewe hata kuna mwenye anakutaka, naenda na wewe wapi? I will look for that the strong team at least. Yes, wanaweza kuwa waelewani, but there is a time yenye they will come together maybe to solve everything to come together. Cause like hii team ni team A imechanganyikiwa vibaya sana. Unaona kwanza mama mwenye alitolewa, I don't know her name by the way. Anaitwa nani? Secretary General. Exactly. Sijui yes wanasema wamesoma but I don't think so. Hata mimi mwenye sijasoma at least I can have some point to talk. You see? Like niligundua huyo mama hana power. Unaona ile power yenye bora alikuwa anatafuta. Pia yeye hana totally, but because you cannot tell me unaenda Citizen TV mali kuitwa inakuanga ni ngori, then you are being called there. Unaulizwa the main points, at least you have to give out the points as a stream as a team. Like you go there as a strong woman. Unaulizwa swali unajibu vitu zako. Ati Mata at the court. Kwani Mata amekuwa binadamu? At the court. Sasa court ishakuwa mtu, unaona? Wamechanganyikiwa tu. Ule mwingine sijui pia walitoa wapi. Sijui walimtoa ule mwenye alikunywa ndimu before rudi aende Citizen. Anauliza vizuri, why do you hate Sifuna janiletea always? Yeye ameenda kutangaza huko ananyesha. You know, so some things like that. Yaani una support mtu kwa kidamu lakini juu pia hauna otherwise unapelekwa huko, but you don't have the points that he says that you hate this person or you love her. The reason anipe always. Sasa Sifuna atoke mali yake enda nunulia msichana always surely. Yes, Sifuna a boyfriend.
Kuna vitu zingine hata ukiongelelea, tunasema hizi vitu, the Kenyans are there to listen. Why are we giving those speeches? Why are you supporting one term? Why are you supporting two term? Unapiana vitu zingine hazina nini. So mi naezambia tu Gladys Wanga atulie, achane na babu ashatengeneza ground, ashaiva ground. Na hiyo campaign kwanza tunaenda na babu Homa Bay. Unaenda pia Tunaenda. Tuende. Tunataka kwenda huko tuone Gladys atafanya nini, and we are team babu, we are ready for everything. Tuko ready na hiyo campaign, tuko ready wafanye hiyo kitu yenye watafanya, but wajue wakianza war they will never end the war because Raila is normal. Na huyo babu mwenye wanapiga, hakuna kitu yenye nachukia nayo Wajaluo. I am a Luo but I really hate Luos with one thing. Mimi I really love Kikuyus. Mimi sijaisikia Uhuru anapiga Gachagua. Hata kama wamekosana, but they are not bringing it literally. Hapa utasikia Raymond anataka kuua babu. Raymond Omolo hataki watu wa babu. Sijui Gladys Wanga pia hataki babu. Like mwenye ameshaleta maendeleo, mwenye at least ako na ile maendeleo, mwenye at least anaweza leta watu together, ndio wanataka wamzimie nyota, na haitawezekana. Hatujalala class. This thing we are seeing them, tunataka kuambia wanyamaze. Hao mamamu wanyamaza. Unasikia yule jamaa alisema nyamaza mamu, aliambia Gladys Wanga. Gladys ndio huyo mamu, atunyamazie. Hapa mali tumefika, tutaji kupangwa. Ye Kenya jue saa hii siasa yenye tunaenda kupiga, we want a better life for a better tomorrow, something that will help us as youth. Tumechoka. Tunataka kazi, tunataka ile kazi yenye tuna earn, tukue na account. Sasa ukiangalia pesa yangu balance ni ile yenye sasa ilichukua 650, sasa hakuna pesa yenye iko hapo. Waliniibia kwanza, they are thieves. A total parting shot. They are thieves. Malizia Toto. Mi nikimalizia, umesema ODM A na B kama kuna siku watasikizana. Na dadangu hapa Mrs. Owish amesema watakuja kupatana. Na kitu tena yenye nakumbuka yenye amesema, Babu na Sifuna wanasimama on their owns wakifight. Sasa sisi na kama watu wa one term hatuwezi jua ameenda pale kusupport two term, akuwe deputy president. Akiona sasa hiyo ikikataa ndiye atarudi sasa abaki kwa B, then we go. Like sijasema like sijui but unajua siasa ni kitu yenye huwezi jua. Sisi ndio maana tunaambiwangu hao wanaweza kuwa wanaleta tu vitu kwa media but kwa undani kuna venye wanaelewana. Binadamu ni kuelewana. Ruto akifanya kitu yenye inabamba watu, at least watakuja together wamwambie hii ndio kitu yenye tulikuwa tunataka kufanya na umeifanya, so we can come back together. Alafu sasa unaona wenye wanapiga babu ndio watakuwa wamechanganyikiwa. Sasa wao watafukuzwa waende home. Unajua home aliko kila mtu angalie nyuma ya ID. Waende hatutaki stress. Kwanza mimi nimechoka na hiyo 650 yangu shy ingenirudishia tu. Mimi nimechoka. Next time ulipe sha on time ndio wasi. Sasa nalipa natoa pesa wapi? Mimi mwenyewe hata sina kazi, nimesave mbao alafu mtu anakuja hapa your 650 has been dedicated. Unafikiria mimi nilifeel aje? Hata kula siku kula. Niko na stress. I'm just stressed up by the way. Yeah. Mesawish malizia basi. Okay, mimi nataka kusema Sakaja si ati nakuchukia. I really love you by the way. You are so Sakaja ni mrembo, si ndio? But the problem ni nani amekwambia ni monster. Sakaja ni mrembo. Ako na dimple. She's very beautiful. But the problem is Sakaja anajiona keki. Si hata keki mbili. Anajiona keki. Sasa yeye at least afungue beauty parlor, hata atuajiri kama tunaweza fanya kazi huko. But kwa kazi naye imemshinda. Kitu kikushinda tunakubaliana tu. Chakula nayo napeana, but Nairobi need a very big change. And that change, mpende msipende, that change ni Babu Wino ndiye anaenda kuleta hiyo change. Wampige tu vita, we don't care. Wanampiga vita na sisi tunasimama na yeye. We are there to stand with Babu whatever. Si ndio? We will stand with you. Yeah.